Na ukitaja moja kati ya lebo kubwa zaidi duniani, basi lazima utahitaji ya Universal Music Group, ndio ambayo inaitwa UMG, lebo moja kubwa zaidi duniani ambayo inasimamia wasanii kama Drake na wengine kibao ambao tayari wako chini ya record label hiyo. Sasa good news kutoka Tanzania, msanii wa kike anaitwa Ray JD, naye amepata shavu, amepata nafasi ya kuweza kuwa na ubia katika lebo hiyo kubwa zaidi ya kimuziki duniani, tunaita Universal Music Group. Sasa watu wengi wamekuwa wakijiuliza sana, hii ni kwa nini ameweza kupata nafasi hiyo, na kwa nini ambaye ameweza kupata nafasi hii wakati amefanya muziki kwa muda mrefu, lakini anakuja kuipata nafasi hii kwa sasa. Lakini pia watu nasema pengine anaweza kafeli kwa sababu wasanii kama Diamond Platnumz washako kwenye lebo kubwa, lakini hawakuweza kufanya kitu cha msingi. Hakuna kitu ambacho walikiongeza kwenye hizi record label kutoka duniani. Sasa nikurudishe kwenye moja kati ya lebo ambayo alijiunga Diamond Platnumz kuleta Warner Music mwaka 2024. Aliweza kujiunga katika lebo hiyo na kuweza kufanya ushiriki huko, akipokea dola nyingi sana za kuweza kuingia ubia nao, kitu ambacho kiweza kupelekea kuweza kupata show nyingi sana za nchi na kuweza kukutana na wasanii wakubwa, na kitu ambacho na kuweza ngoma zake kuweza kupenetrate. Kumbuke Komasava ni moja kati ya ngoma ambayo iliweza kwenda viral pia. Ukija kuangalia Warner Music waliweza kuhusika jinsi gani ambavyo waliweza kuipush ngoma ile na ikaenda mbali zaidi. So baada ya hapo harakati za kuanza kufanya show nje, ushirikiano kuwa mkubwa, kuongeza ushawishi kwenye engo wa kimataifa, na kitu pekee ambacho kiliweza kuwashangaza washikaji wengi. Lakini back on days watakuwa wanasema kwamba lebo hizi pengine zingeweza kuwasaidia. Watakuja kuona lebo kama Sony ambayo ipo South Africa iliweza kuwasaini wasanii kama Young Lunya, lakini pia Aslay, bila kumsahau Abigail Chams, lakini hawakuweza kuvuna kitu kutokana na muziki huu, licha ya kuweza kuwa na matatizo. Lakini pia mwanamuziki wa gospel ambaye ni mkongwe anaitwa Rose Muhando pia alishawahi kuzungumza kuhusiana na hizi record label kubwa, akidai Sony Music baadhi ya pesa nyingi ambazo yeye anadai kwamba hawajawahi kumlipa, na wameweza kushikilia ngoma zake kwa miaka 10 mpaka sasa, kwa maana ya kwamba ngoma hizo zimekuwa zikiingiza pesa, lakini yeye hafaidiki na chochote juu ya hizo pesa. So unakuja kuona kwamba ushirikiano wa kimataifa, the way ambavyo unakuwa unadidimiza wasanii ambao wako ndani. Sasa wengine wanajiuliza ushirikiano wa JD kwenye engo ya kimataifa ni kama hatakuwahi kuona, hata hapa ndani tu umekuwa ni mdogo. Vipi akiweza kupewa shavu international kuweza kufanya kazi nje ya mipaka ya Tanzania? Anaweza kaipeleka game kwenye engo ambayo sisi tunaitamani, au kwenye sehemu ambayo sisi tunaona anastahili kuweza kufika? Niambie kwenye sehemu ya comment hapo chini. Mimi naitwa Chris JR na hii ni Chris Media 24. By the way, hii sio mara ya kwanza kwa yeye kuweza kuingia huko, kwa sababu kuna wasanii wa Bongo walishawahi kufanya hivyo. Watu wanachopima tu ni uwezo wa kuweza kufanya hivyo, kufanya more than na matarajio ambayo wa Bongo wamekuwa nayo. Drop a comment. Naitwa JR, the one and only greatest of the all time. Usisahau kusubscribe hapo chini.